Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Ufuatiliaji wetu wa media yako pendwa ya Huda Online TV, tunaendelea kuletea matangazo haya ya moja kwa moja katika viunga vya Pujini Dodo. Leo ni ufunguzi wa kituo cha kulelea mayatima ambacho kituo hichi jina lake kinaitwa Alfa Nurania. Kwa hiyo katika ratiba yetu, kitendo kinachofuata baada ya kupata risala fupi yenye maana na ufahamu mzito, tunaendelea katika jambo letu la 5, na linalofuata jambo hili ni utambulisho wa malengo ya jumuiya. Utambulisho juu ya malengo ya jumuiya hii, na utambulisho huo utaletwa mwalimu mkuu mtarajiwa wa kituo hichi, Sheikh Juma Muhammad Idi hafidhahullah taala. Atakuja mbele yetu atupe utambulisho juu ya malengo ya kituo hichi. Yeye ndiyo atazama kwenye maana pana na ufahamu mzito na mambo yote ambayo yatapatikana kwenye kituo hichi, atatuelezea utaratibu wake. Sheikh Juma Muhammad Idi, falyatafadhal mashkura mahjura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون. أما بعد، الله نسأل من عظيم فضله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا خالصة لوجهه الكريم، آمين. إخواني في الله، awali ya yote kabisa atunabudi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa fadhila zake na rehema zake na taufiki yake kwa kutuwafikisha wa wenye afya njema kwa neema hiyo ya afya tukaweza kuyadiriki mambo mbalimbali. Kwani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragha. Neema mbili wengi wamepunjwa, wamenyimwa neema hizo kwa pamoja, zimeambatana kwa pamoja, nayo ni siha njema pamoja na nafasi ya kuweza kuyaendea mambo. Basi tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi ambao ametuunganishia neema hizi za afya njema na kuwa na fursa ya kuyaendea mambo. Ni katika fadhila kubwa za Allah tabaraka wa Ta'ala kwa baadhi ya waja wake. Ndugu zangu Waislamu, kwa taufiki yake Allah tabaraka wa Ta'ala tunaleta marekebisho ya taarifa ambayo ilielezwa katika kongamano lililofanyika siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 6 katika eneo la Pujini Dodo, ambako kulifanyika kongamano na taarifa hiyo ikaelezwa, ikatolewa katika vyombo vya habari, lakini kukawa na matatizo kidogo ya sauti. Kwa hiyo tunaamini kwamba baadhi ya wasikilizaji wetu au watazamaji wetu hawakufahamu vizuri kwa sababu ya hali ya sauti ambayo ilijitokeza. Kwa hiyo tukaona kwamba tulete usahihishaji au marekebisho katika jambo hili, ili Waislamu na watazamaji kwa ujumla waweze kuifahamu vizuri taarifa hii ambayo tulieleza katika kongamano hilo. Ndugu zangu Waislamu, kama ambavyo tulifanya kongamano siku hiyo ya tarehe 1, siku ya Jumapili mwaka huu 2025 mwezi wa 6, katika ufunguzi wa taasisi ya kuwalea mayatima na kuwalea katika tarbiyatul islamia, kadhalika taasisi ambayo ina malengo ya kuweka dakhalia ya vijana wa Kiislamu wa maeneo yote kutoka ndani ya kisiwa cha Pemba, kisiwa cha Unguja, Tanzania bara na hata nje ya maeneo hayo, kuwaweka vijana hapo kwa makisio kwa kuanzia wanaofikia 100
ambao watalala hapo, wataweza kupata taaluma hapo ya dini ya Kiislamu pamoja na malezi ya Kiislamu kwa utaratibu ambao tumeuweka, ambao bila shaka tuliyoainisha na naamini kwamba bila shaka mliufahamu vyema. Na katika eneo ambalo kama tunaofahamu kwamba kulikuwa na tatizo ni pale ambapo maelezo juu ya malengo na makusudio ya taasisi. Ndugu Waislamu, kama mnavyofahamu kwamba dini yetu tukufu ya Kiislamu uhai wake, dini yetu ya Kiislamu uhai wake ni swala zima la taaluma. Dini hii haiwezi kuwa hai ala jahalin, kwa ujinga, bali itakuwa hai pale ambapo harakati za taaluma zinaendelea na zinatengenezwa mikakati ili vizazi na vizazi viweze kuisimamia na kuiendesha dini hii ala ilmi, jambo ambalo kwa kiasi fulani limedorora katika mazingira ya Waislamu. Basi taasisi hii katika malengo yake ni kwamba vijana watapewa taaluma hapa ya dini ya Kiislamu kuanzia mafunzo ya awali ya Kiislamu, na yatakuwa yanakwenda kwa mujibu wa maendeleo na ile tatawur ya vijana katika takaddumi yao katika durus. Malengo yetu ni kwamba ni kuwawezesha vijana katika swala zima la elimu. Tutawafundisha lugha ya Kiarabu walillahi alhamdu, lakini vile vile tutawaimarisha katika misingi ya lugha hiyo, sababu lugha ya Kiarabu yenyewe kama lugha, lakini ni lugha ambayo ina misingi yake, ina kanuni zake, ina sheria zake, ambazo ili uweze kuifahamu lugha ya Kiarabu basi uweze kuwa na ufahamu wa kutosha katika somo zima la nahau. Tumekusudia kuifundisha nahau kwa mujibu wa mustawa wa vijana wetu, ile tatawur kutoka ngazi fulani kwenda ngazi nyingine. Kadhalika tutasomesha somo la sarfa ili kutengeneza ubobezi katika kuifahamu lugha ya Kiarabu. Kadhalika tutafundisha somo la balagha kwa mujibu wa mustawi wa vijana katika ile tatawur katika jambo zima la taaluma. Lakini kadhalika mimi kama msimamizi wa taasisi hii ningependelea Waislamu mfahamu kwamba taasisi hii tunataka tuifanye kuwa ni taasisi ya mfano katika eneo letu hili au katika kisiwa chetu cha Pemba, bali katika eneo lote, katika eneo la Zanzibar kwa ujumla, lakini Tanzania kwa ujumla, tukiwa na maana kwamba kipao chetu mbele zaidi ni kujikita katika swala zima la kusomesha vijana kama ambavyo msingi wa taasisi yetu umejieleza. Tutawasomesha vijana kupitia fusul, kwamba kutoka fasuli moja kwenda fasuli nyingine kwa mujibu wa kufaulu kwake, lakini pia tutakuwa na utaratibu wa kuweka madarasa ya kwenye mabaraza. Kama tunavyofahamu ndugu Waislamu kwamba msingi wa elimu yetu ya dini ya Kiislamu ambao waliasisi mashekhe wetu waliotangulia, na ulikuwa msingi imara zaidi, na uliwaimarisha mashekhe na watu wakawa na taaluma kubwa kupitia mabarazani. Hata rekodi inaonyesha kwamba walipopata watu nafasi ya kwenda nje kwa ajili ya kujiongeza katika swala zima la taaluma, basi wale waliotokea kwa mashekhe kupitia barazani walipokwenda kule baada ya kufanywa ikhtibar, basi waliulizwa kwamba nyinyi huko mmekuja kufanya nini, kuonyesha kwamba walikuwa imara zaidi kwenye mabaraza ya mashekhe. Na wale ambao walifaulu kupitia skuli mathalan au vyuo vya Kiislamu, lakini hawakuwa kujishughulisha katika mabaraza ya kielimu kwa mashekhe, walionyesha udhaifu mkubwa mpaka ikafikia pahala wakawa wanabebwa tu katika mitihani yao, kuonyesha kwamba walikuwa na udhaifu mkubwa katika swala la taaluma. Kwa hiyo sisi tumekusudia kwamba tutamfundisha kijana kupitia fusul, lakini pia tutamfundisha kijana kupitia katika madars ya chini, tutamfundisha fiqh, tutamfundisha tafsiri ya Qur'an, tutamfundisha ulumi zote zinazokusanya elimu yetu ya dini, tukianzia masdarul ulumi ambayo ni Qur'ani tukufu, kwa maana ya kuisoma Qur'ani kwa ahkami zake, kuisoma Qur'ani kwa tartib, lakini pia kuisoma Qur'ani kwa tafsiri kwa mujibu wa viwango vya vijana wetu na madaraja yao. Jambo hili mimi kama msimamizi nitalisimamia. Tutakuwa na madars baada salatul fajr, kadhalika tutakuwa na madars baada salatul asr, na wale wanafunzi ambao tutakuwa tunawasomesha katika fusul tutawalazimisha lazima wahudhurie madarasa haya ili waweze kujiimarisha zaidi katika swala la taaluma. Kama nilivyoeleza kwamba wengi waliokwenda kusoma nje ambao hawakuwa na misingi imara kupitia kwa mashekhe kwenye mabaraza, basi hata waliporudi walionekana na udhaifu mkubwa sana ukilinganisha na wale ambao walikusanya sehemu zote mbili, au wale ambao walisoma tu kwa mashekhe walikuwa imara zaidi.
Ndio utakuta kwamba anaweza kuwa mtu ana vyeti vikubwa, ametumia muda mrefu kwa kusoma nje, lakini akija hapa hana uwezo wa kuendeleza durusu mbalimbali ambazo tunatarajia kwamba amezisoma kule, kwa sababu tayari huyu hakuwa na misingi imara. Unashuhudia kwamba huyu anaonekana ni shekhe mkubwa, ana vyeti vikubwa, lakini hata zile ibara basi akizisoma anazisoma kimakosa, kuonyesha kwamba ana udhaifu. Na mara nyingine akiombwa hata haja yasomeshe, basi utakuta kwamba anatafuta namna ya kukwepa. Shekhe, tusomeshe usulul fiqh. Sisi tunaamini kwamba umetakharaj, umekwenda nje, tuna shida hapo, tusomeshe mulhatul i'rab, kitabu cha nahwu tufundishe. Wallahi atakwenda huku na huku, atatafuta namna zote za kukwepa, lakini ukifanya bahthi utagundua kwamba huyu uhalisia ni kwamba ni dhaifu, hana uwezo wa kusomesha hizo taaluma kwa sababu hakuwa na misingi imara. Kwa kuyazingatia hayo, malengo yetu ya msingi katika taasisi hii ni kuwaimarisha vijana. Malengo yetu kwamba ukifika muda ambao sio mrefu tuwe tumeimarisha vijana katika fani zote za taaluma. Kwenye upande wa hadithi tuwafundisha hadithi kama hadithi, lakini tuwafundisha misingi za ya hadithi, kwa maana ile tamyizu as-saqimi was-salim, as-saqimu was-sahihi was-salim, yani kuipambanua sasa hadithi iliyokuwa salama, iliyokuwa sahihi na viwango vyake. Na katika hili maana yake tutaisomesha vile vile mustalahul hadithi kwa mujibu wa viwango vya wanafunzi katika fani za lugha kama tulivyoeleza, lakini kadhalika tutawasomesha mirathi vile vile kwa viwango vya wanafunzi na ile tatawuri yao. Lakini katika fani ya usulul fiqh tutamsomesha kijana fiqh kwanza aweze kujua misingi ya fiqh, baadaye tuje tumfundishe sasa misingi ya fiqh, nayo ni usulul fiqh. Hilo pia tutalifanyia kazi. Lakini kadhalika vijana hawa tutawafundisha sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika somo hili tunakusudia kubobea zaidi kwa sababu tunaamini sira ndiyo dini. Kwa hiyo tutawafundisha vitabu mbalimbali, khulasat, juzu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tutakuja nurul yaqin, tukimaliza tutakuja rahiqul makhtum, tutakwenda sira ibn Hisham, tutakwenda katika vitabu mbalimbali vya sira. Alhasil kijana akitoka hapa au anaujua vyema Uislamu kupitia sira ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutasomesha suwaru min hayati sahaba, juzu ya kwanza, ya pili. Tutasomesha suwaru min hayati sahabiyat, na vitabu hivi walillahi alhamdu, mimi kama mkuu wa taasisi muda huu kabla hatujaanzisha taasisi, nayo maeneo mbalimbali ambayo navisomesha vitabu hivi. Nasomesha maeneo mbalimbali na nyumbani watu wanakuja, walillahi alhamdu, tunawapa taaluma hii. Tunakusudia vile vile katika taasisi tutahuisha jambo hili. Lakini kama nilivyoeleza kwamba katika taasisi hii tutahuisha masuala ya madarasa ya kwenye mabaraza, pia tutatoa fursa ya watu wa nje wasio kwa wanafunzi. Tutafungua milango kwamba waje wasome kwa kile ambacho tumejifunza kwa mashekhe, tutawafundisha. Tutasomesha tafsiri ya Qur'an, tutasomesha hadithi, tutasomesha nahwu na masomo mengine yote yanaunganisha katika masomo ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Alhasil tunakusudia kukifanya kituo hichi kuwa sehemu ya chemchemu ya swala zima la taaluma. Kwa sababu uzoefu unaonyesha kwamba taasisi nyingi huwa zimejivisha vazi la taasisi za kidini, lakini huwa ni sehemu tu ya kichochoro ya kutafutia maslahi ya maisha ya dunia, lakini ile maana hasa ya harakati za taaluma zinakuwa huzioni na unaziona kwamba zimefifia. Lakini sisi malengo yetu ya msingi ni kuhuisha taaluma ili tuzalishe vijana ambao baada ya muda tuwe tumewaimarisha katika swala zima la taaluma, na wawe sasa, ikiwa yule ambaye atataka kutabahari katika ulumi, kutakhassus katika ulumi mbalimbali, basi aweze kwenda kwa mashekhe wakubwa waliobobea, na tayari atakuwa na misingi imara itakomfanya yeye awe na wepesi katika kuyaendea makusudio yake hayo. Ndugu zangu Waislamu, dini yetu ya tukufu ya Kiislamu haitokuwa imara na wala haitostawi bila ya kuzalisha wasomi, kwa sababu biduni ilmin la taqaddumi, bila elimu hakuna maendeleo. Hakuna maendeleo ya kiuchumi, hakuna maendeleo ya kijamii, hakuna maendeleo ya aina yoyote. Kwa hiyo sisi tumejitolea kufanya jambo hili. Kwa hiyo wito wangu kwa Waislamu, kwanza waliunge mkono jambo hili, lakini kadhalika taasisi zile ambazo zinasaidia katika sehemu za dini na harakati za kidini, hapa sasa ndio pahala pake, wajitokeze. Tunafungua milango kuja kuzungumza nao, kujadiliana nao, na tuone kwamba namna gani wataweza kusaidia jambo hili kwa namna yoyote. Kwa sababu miongoni mwa sehemu ambazo zimetakiwa watu waekeze watu katika zaka na mengineyo ni katika fi sabilillah, na tukisema fi sabilillah basi hii ni sehemu yake. Kwa hiyo wale ambao wana mali zao mbalimbali ambazo wanataka kutasaddaq, kuziwekeza katika maeneo ya harakati za kidini, basi hapa ndio pahala pake. Naomba wajenge imani juu ya jambo hilo. Sisi tumejitolea kwamba tumefungika katika jambo hili kwa ajili ya kusomesha ilmu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo
wana kila nafasi kutuunga mkono kwa kila namna kadri inavyowezekana, kwa sababu dini hii inakwenda kwa kila mmoja kutoa nafasi yake. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi au falyujahid biilmi, wa man kana lahu malun falyujahid bimali, wa man kana lahu ra'yun falyujahid bira'yi bi ahsan ra'yi, kwa nzuri katika rai yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumekusudia kwa dhati na hakika ni kwamba jambo hili tumedhamiria kidhati, na kabla hatujaanza taasisi hii, sisi wengine ambao tupo hapa tumeanza harakati za kufundisha maeneo mbalimbali, na kwa hakika tunalifanya jambo hili kwa juhudi kubwa, tukitaraji malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala, kwani mambo yalivyo ni kwamba yoyote ambaye ataipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemwandalia malipo makubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, tutambue kwamba kama Mwenyezi Mungu alivyoelezea dunia hii, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe chache tena yenye kuhadaa. Ndio maana akasema mwenye kusema katika watu wenye hikma, inna lillahi ibadun futana, hakika Mwenyezi Mungu anawaja werevu, watambuzi wa mambo, wenye kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Watu hawa talaqu dunya wa khafu alfitan, walipatalaka dunia, waliacha dunia, wa zukhrufaha, manake na mapambo yake. Talaqu dunya wa khafu alfitana, wakaogopa fitna za dunia. Nadharu fiha, waliangalia dunia mwangalio wa mazingatio. Falamma alimu, walipotambua annaha, kwamba dunia laysa lilhayyi watana, haikuwa dunia kwa mtu aliyekuwa hai kwamba ni makazi ya kudumu. Jaaluha lujjatan, wakaifanya kwa dunia ni kama mawimbi mazito, mawimbi kwenye mkondo mkubwa wa bahari. Kwa hiyo walichokifanya, watakhadhu salihal a'mali fiha sufna, wakayafanya matendo mema ndio jahazi ya kuwavusha katika mkondo huu wa bahari yenye mawimbi. Na katika matendo mema basi ni kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ashabu Rasulillah walikubali wao kupoteza mali zao na kufanya juhudi mbalimbali kwa ajili ya kuiletea heshima dini hii. Tunasoma kwenye tarehe Abdullah ibn Jahsh, shemeji yake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia Zainab binti Jahsh. Kama tunavyojua kwamba Zainab binti Jahsh alikuwa ni mke wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemuoa baada ya kuachwa na Zaid ibn Harith ambaye alikuwa ni kijana wake, baada ya mgogoro ule ambao ni maarufu katika tarehe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaielezea habari hizi katika suratul Ahzab, falamma qadha Zaid minha watara zawajnakaha, alipomaliza Zaid haja kwa bibi Zainab, basi tumekuozesha au tumekuozae huyo bibi Zainab. Kwa hiyo ndoa hii iliozeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo bibi Zainab binti Jahsh akawa mke wa bwana Mtume sallam, ambaye ni ummul mu'minina, ambaye sasa na ndugu yake anaitwa Abdullah ibn Jahsh. Siku ya hijra Abdullah ibn Jahsh amekwenda Madina, ameacha nyumba yake ilikuwa nzuri, ilikuwa miongoni min ahsanil buyut wa aghnaha ni katika nyumba nzuri, basi ni nyumba zenye watu wenye kuitosheleza, nyumba nzuri za kitajiri. Makafiri wa Maka walipopata habari kwamba Waislamu wamefanya hijra, wakawa wanafanya ziara katika maeneo mbalimbali ambayo Waislamu wamefanya hijra, wakaenda paka katika maeneo ambayo yalikuwa na makazi ya Abdullah ibn Jahsh. Abu Jahal akaiwekea mkono nyumba ya Abdullah ibn Jahsh na akasema, hii ni nyumba yangu. Makafiri walikuwa wanagawana nyumba tu, kila mmoja anaichukua nyumba, anajimilikisha nyumba, kwamba waacheni waende hawa, waacheni waende hawa, watu wachie mali hapa, sisi tutamatta inazo. Akachukua na eneo la shamba lake, na ilikuwa ni shamba liloimarika. Abdullah ibn Jahsh alipofika Madina akasikia habari hizo kwamba nyumba yake imeshamilikiwa na Abu Jahal na tayari kishahamia na kishatengeneza umiliki. Jambo hili likamhuzunisha sana, akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hakika nimepata habari zenye kunihuzunisha na kunisikitisha. Abu Jahal amejimilikisha manyumba yangu na shamba langu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe Abdullah, ala tarla, hivi uridhi wewe an yabniya laka Allah, Mwenyezi Mungu kujengea wewe baitan fil janna, kujengea nyumba nyingine mbadala wa hiyo peponi? Akamwambia, naridhia ya Rasulullah. Mtume sallallahu akamwambia, huwa laka, basi tayari ishakuwa yako, ushamilikishwa nyumba peponi. Abdullah ibn Jahsh akafurahi sana juu ya hilo. Kwa hiyo yoyote ambaye ataipigania dini hii tukufu ya Kiislamu akapoteza baadhi ya maslahi yake, basi Mwenyezi Mungu atampa mbadala uliokuwa waheri hapa hapa duniani na akhera. Kinachotakiwa ni tumaanina, awe na tumaanina na awe na matumaini ya juu ya hayo. Sahaba mwingine katika kuthamini jambo la kupigania dini, Abu Talha al-Ansari, tunasimuliwa katika tarehe kwamba
mzee huyu alipigana vita vyote takriban, Badri, Uhud, Hunain, Handaq na vita mbalimbali alishiriki pamoja na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hata vile vita vya futuhat, qitalul murtaddina vilivyoongozwa na Saidina Abubakar baada ya ukhalifa wake yule ambao kulitokea wimbi la baadhi ya makabila ya Kiarabu yaliyoacha Uislamu, Saidina Abubakar akaandaa vikosi 11 kwa ajili ya mapambano ya hawa waliortad. Basi mzee huyu alishiriki. Lakini hata vita vya futuhati mbalimbali, Fatu Sham, Fatu Faris, alishiriki. Mzee huyu alipofikia miaka ya zaidi ya 80, kwa kuthamini jambo zima la kuipigania dini ya Allah, Muawiya bin Abi Sufyan ambaye tarehe inatuonyesha kwamba alichukua madaraka baada ya khilafatu rashida kumalizika mwaka 41, khalifa huyo akachukua madaraka kwa dola mpya ya Kiislamu, Daulatu Umawiya. Akachukua madaraka baada ya mzozano ule wa Ali bin Abi Talib na kufariki na kufa Ali bin Abi Talib, akaja Hassan kukamilisha utawala baba yake. Hatimaye Imam Hassan akamkabidhi Muawiya kwa makubaliano. Muawiya bin Abi Sufyan akaja na fikra nzuri sana kwamba Uislamu usibakie katika Jaziratul Arab, bali tuutoe nje ya Jaziratul Arab na tuupeleke Europe. Kwa hiyo akaandaa kikosi na jeshi kwa ajili ya kuvuka min Jaziratul Arab ila Auruba, kwenda Europe. Jeshi hili lilikuwa linavuka bahari kwenda umbali zaidi katika nchi za Europe kama vile Cyprus, yani Cyprus, na nchi nyingine za Ulaya. Shekhe huyu au mzee huyu akiwa na miaka 80 akasikia harakati hizo, na yeye akaonekana anajiandaa kufanya maandalizi. Taamali Muislamu, mzee wa miaka 80 bado anaona kwamba anao mchango wa kuipigania dini hii. Basi wanawe wakamwambia, ya abana laqad ghazawta fi ahdi rasulillah, akawa umepigana vita katika wakati wa Mtume sallam, wa min khulafaihi min ba'di, na hata makhalifa wake vile vile umepigana vita mbalimbali. Sasa da'ana naghzu anka, tuache tupigane kwa niaba yako baba, nguvu zako umezitumia sana katika dini. Mzee yule akamwambia hapana. Wakamwambia tena, laqad a'dharaka Allah, sasa hivi Mwenyezi Mungu ashakupa udhuru wewe, pale aliposema laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-maridh harajun, wewe sasa ni mgonjwa, afya yako sio njema. Wakamwambia hapana, jahizuni lil jihad, niandaeni niende kwenye jihadi. Nyinyi hamjui fadhila za ibada hii, hamjui fadhila za kupigania dini ya Allah. Basi mzee huyu wanasema kwamba aliposhikilia jambo hili wakamruhusu. Basi akapanda majahazi pamoja na Waislamu kuelekea katika kuipigania dini ya Allah. Walipofika katikati ya mkondo wa bahari, mzee huyu akafikiwa na mauti. Tarehe inatuambia kwamba fatalabu lahu aljazira, wakamtafutia kisiwa, island, nchi kavu. Falam yajidu lahu, hakupata kwake illa baada 7 ayyam, isipokuwa baada ya siku 7. Wa Abu Talha musajja, na Abu Talha amefinikwa, kaannahu naimun lam yataghayyar jismuhu, hakubadilika kiwili chake. Hii ni ishara gani? Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Mwenyezi Mungu anawapa kauli thabit, na kauli za kwa maneno au vitendo. Hata katika kufa tunashuhudia watu ambao wana ishara ya uovu, vifo vyao namna vinavyotokea. Huyu siku 7 lam yataghayyar jismuhu, haikubadilika kiwili chake, hakuwekewa jiwe wala hakufanywa chochote, wakimfinua hivi kaannahu naimun. Na haya ndio baadhi ya mambo ambayo maswahaba walikuwa akiwazidishia imani katika kuipigania dini ya Allah, wakiamini kwamba Allah anamhifadhi mwenye kuipigania dini yake, akiwa haya watakuwa wamekufa. Na inaonyesha ishara kwamba hata wasingekipata kisiwa kiasi cha mwezi, basi Abu Talha angebaki katika hali hiyo hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni ishara chache zinazoonyesha fadhila kubwa za kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tuungane katika jambo hili. Sisi tumejikubalisha kama walimu, tulikuwa na kazi zetu za maana zenye kutupatia vipato vikubwa, lakini tukasema madhali Allah ametupa sehemu ya elimu ya dini, acha tutamallak, tukae sisi tuisomeshe dini, na Mwenyezi Mungu kupitia hali hii hatotuua njaa na atatupa njia za riziki. Kwa hiyo inshallah tuungane katika hili, kila mmoja nafasi yake, tushikamane, walillahi alhamd. Na katika jambo hili kwa hakika tunajitahidi sana. Mimi binafsi wala nuzaki ahadan, nasomesha kitabu kinaitwa Suwaru min hayati sahaba. Basi walillahi kitabu hichi namna ya utamu wa vile visa vya ashabi Rasulillah. Baadhi ya maeneo wameniambia, mwalimu, kila siku sisi tunataka tusome sahaba mmoja, sababu wanasema kule tunakosoma wale wanachukua sehemu ndogo, imefika pahala patamu wanasema tuishie hapa. Walillahi alhamdu, nimefungua mlango huo, naambia njoni nyumbani, kila siku tutamsoma sahaba mmoja, na ikibidi hata wawili tutawasoma, kwa sababu lengo letu ni kusomesha. Na Allah ametujalia kwa ufahamu wa jambo hili, kwa kadri tulijalia, basi jambo hili tutalifanya kwa kujitolea kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wito ni utoe kwa mara nyingine kwamba taasisi hii imefunguliwa, milango iko wazi. Waleteni vijana wenu, tutafuteni kupitia namba za simu hizo ili mpate maelezo ya kutosha namna ya kujiunga.
Vijana watalala pale, watasoma pale, watapewa tarbiyatul islamia, na tuna matarajio kwamba ndani ya muda mfupi basi watakuwa na mabadiliko makubwa ya swala zima la ya akhlaq, lakini kadhalika katika swala zima la taaluma. Lengo letu ni kwamba baada ya muda kijana huyu awe ni umdatan, ni tegemezi katika jamii, katika swala zima la kuongoza katika masala ya kidini, kadhalika kuongoza katika masala mbalimbali, lakini vile vile awe ni tegemezi kwa kizazi kijacho katika swala zima la kusimamia dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kusikia, lakini baada ya kusikia tuyafanyie kazi ya yale mema tuliyosikia na tuweze kuyaendea katika mazuri yake, ili Mwenyezi Mungu atulipe katika maisha ya duniani na akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie matendo yetu yote yawe ni khalisatan liwajhil karim. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kitendo kinachofuata sasa hivi ni Sheikh wetu Sheikh Yahya Rashid Juma kuja kumkaribisha Juma ambaye ndiye mlezi wa taasisi hii, kuja kumkaribisha Sheikh wetu au afandi wetu, afandi Hamadi, ambaye ndiyo mgeni rasmi wa siku ya leo. Sheikh Yahya Rashid Juma, falyatafadhal mashkura mahjura. Assalamu alaykum. Tena kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi. Na kwa sababu ni shughuli ambayo tuliyoiandaa na kwa makubaliano ya pamoja, kwa shughuli hii tumemtaka mgeni rasmi aje kwa ajili ya kutupa nasaha zake, akiwa yeye pia ni mlezi wa maadili katika hizo sehemu zote za sehemu zetu za wilaya yetu ya Chake Chake na wilaya Mkoani na sehemu nyinginezo. Kwa vile ni mlezi wetu wa maadili na pia anashirikiana na katika maadili, anashirikiana katika mambo ya malezi ya mayatima, malezi ya watoto wote wa kawaida. Kwa hiyo kwa heshima kubwa namkaribisha hapa na kusikia nasaha zake. Inshallah, tafadhal, karibu inshallah. Assalamu alaykum. Tena kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi. Na kwa sababu ni shughuli ambayo tuliyoiandaa na kwa makubaliano ya pamoja, kwa shughuli hii tumemtaka mgeni rasmi aje kwa ajili ya kutupa nasaha zake, akiwa yeye pia ni mlezi wa maadili katika hizo sehemu zote za sehemu zetu za wilaya yetu ya Chake Chake na wilaya Mkoani na sehemu nyinginezo. Kwa vile ni mlezi wetu wa maadili na pia anashirikiana na katika maadili, anashirikiana katika mambo ya malezi ya mayatima, malezi ya watoto wote wa kawaida. Kwa hiyo kwa heshima kubwa namkaribisha hapa na kusikia nasaha zake. Inshallah, tafadhal, karibu inshallah. Mpe yule Sheikh Juma, mfikishie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swalihat. Wa bi taatihi tatimu tayyibati wa bi dhikrihi tatma'inul qulub. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu Allah bashiran wa nadhira ala kulli alami kulli. Rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nilivyotambulishwa, basi nitoe shukrani za dhati kabisa cha taasisi hii ya Alfa Nurania kwa kunichagua Afande Hamadi kwa mgeni rasmi
katika uzinduzi wa kituo hiki cha kulelea watoto hao mayatima na kuwapa taaluma katika eneo hili la Dodo Pujini. Mimi nimetakiwa nije nitoe nasaha kama mgeni rasmi. Niseme niendelee kushukuru uongozi wote ambao ulidhalimia kusema hapa tumpate Afande Hamadi aje ajumuike nasi. Mimi niseme asanteni sana. Wazazi na wanafunzi ambao tumekusanyika leo hapa, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kutupa neema hii. Baada ya kutupa neema ya uhai, akatupa neema hii ya kupata hiki kituo katika maeneo ya Dodo Chake mkoani Pemba. Mimi nisema kituo hiki kwa sababu hapa kuna mambo matukufu kabisa. Kila mmoja alikuwa anagusia nyanja ya elimu, anagusia nyanja ya maadili. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hapa kuna faida kubwa sana inapatikana. Na haya ndio maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binadamu lengo la kuleta duniani, wote binadamu ambao Allah ametuumba na akatuleta duniani, basi kauli ya mwanzo baada ya kutupa neema zake hizi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ikra, soma. Hili neno wanaosoma wanalifanya kama dogo kabisa, kwa sababu atakulitamka ikra ndio umeshamaliza, lakini kumbe ni fi'lul amri mabni ala sukun. Wanasema watu wa lugha, hii ni fi'lul amri. Hii ni amri kwa Waislamu wote. Kila anayetamka shahada mbili akawa ameshaingia katika Uislamu, basi kitu cha mwanzo katakiwa aijue dini yake, amjue Mola wake, amjue mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama hii amri imeshuka, inamhusu kila mmoja. Sasa mbele ya Allah, kama hii ni neema imetukujia hapa Pujini, pia itakuwa ni hoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Tutakwenda kuulizwa hii neema ilipelekwa Pujini kwa sababu hawa hawakuleta hapa kwa mapenzi yao tu, ila Mwenyezi Mungu alishakadiria Pujini kuwe na kituo cha kulelea mayatima na kuwapa taaluma. Sasa basi ole wao hii fursa, halafu siku ya Kiyama atakwenda kuulizwa, halafu wao hawanajibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia ni jukumu letu kuwasimamia mayatima, ndio tuloachiwa. Na ndio maana ukisoma Al-Baqara aya 220, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemshusha mtume wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamwambiaje? Anasema fi dunya wal akhirah wa yasalunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair. Anaambia Nabii Muhammad katika mambo ya dunia na ya akhera, wanapokuja kuhusu habari ya mayatima, kul waambie islahu lahum khair, watendeeni wema. Tena fa in tukhalitu fa ikhwanukum, na mkichanganyika nao hawa mayatima ni ndugu zenu. Jambo kubwa sana, mkichanganyika na mayatima ni ndugu zenu, kwa hiyo muwatendee wema. Kuwatendea wema mayatima ni kupi? Kuwatendea wema mayatima, Sheikh alitangulia alisema hapa, sawa? Fa amma al-yatima fala taqhar, basi usimuonee yatima, maana usimkaripie, sawa? Umtendee kheri yatima, umpe haki yake ya elimu. Na kwa sababu kusoma ni amri na elimu ni haki ya kila mtu kupata. Sasa kama kituo kimekuja hapa, halafu watu wametakiwa mayatima waje wasome na watu wa mji waje wasome, halafu wakakataa kuja kuitekeleza hii amri, maana ni amri. Na hili sio ombi kwa watu wa Pujini na Waislamu wote ambao wana watoto mayatima, na halafu wako wanazubazuba mitaani huko, halafu hawaji kupata hii elimu hapa. Hawa watu watakuwa hawana cha kumwambia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, kwa sababu kama amri imekuja, fursa ipo,
Dini imekusha kufikia, halafu utakwenda kusemaje? Kwa hiyo itakuwa jibu halipo. Sasa mimi niseme kwamba hapa nimshukuru Mungu, mzee wangu alinyanyuka hapa akazungumzia swala la maadili, akasema yeye ni mwenyekiti wa maadili katika hii Pujini. Serikali inamtambua, jeshi la polisi linamtambua kama huyu mzee ni mwenyekiti wa maadili, lakini la kusikitisha eti Pujini hawamtambui. Tukasema mwenyewe kwamba watu wa Pujini hawamtambui kama huyu ni mwenyekiti wa maadili, na kumbe maadili ndio msingi wa mafanikio, na haya maadili yana vitu vyake. Ili tupate watoto wema wenye maadili, ni lazima waje hapa wafunzwe. Narudia tena, ili tupate watoto wema wenye maadili, sawa, lazima waje hapa watoto wafunzwe dini yao, kwa sababu dini ndio msingi mkubwa wa maadili. Hatuwezi kupata mashehe kama hawajasoma, wakatengenezwa, wakawaheshimu, sawa, wale wakubwa, wakawaheshimu viongozi, yes, sawa, lakini wakaheshimu wale wazidi kwa umri, kwa sababu sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na waheshimu. Sasa nyinyi mje mjifunze hapa, mpate taaluma ili tutengeneze heshima. Sasa kuondoa uhalifu ni lazima kwanza tusome. Hatuwezi kuondoa uhalifu kama hatukusoma, kwa sababu hutolijua kosa kama hujasoma. Maana ukisoma dini, maana yake ni nini? Kazi ya dini ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ndio kazi ya dini. Na sisi tunaipambania hilo kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa wema, wanamwogopa Mwenyezi Mungu na wanatii mamlaka. Yes, wanamwogopa Mwenyezi Mungu, wanatii mamlaka zilizopo. Hatutaki kusikia eti tuna kituo hiki cha maadili cha kuwasomesha watoto elimu ya dini, alafu eti kuna udhalilishaji wa kijinsia. Kweli Pujini eti mara kuna mtu kasokotwa, mara kaokotwa ameshakufa. Pujini hii tuna vituo vya elimu ya dini vya kuja kutufundisha maadili ili tuwe na heshima na nidhamu. Kweli itakuwa hiki kituo hatutakitendea haki. Kwa hiyo mimi nasema kabisa kwamba kwanza ni sehemu moja ya kuwanusuru watoto katika maisha yao. Unawanusuru wa watoto, dunia imeharibika. Alisema hapa mwenyekiti wangu huyu kwamba ndani utamkuta baba ana kiswaswadu, mama ana kiswaswadu kakifunga raba bendi, lakini mtoto wa kike anapanga, hana kazi, hana bazi, ana bonge la simu la 3-5, mtoto wa kike, halafu nyumbani haulizwi, yeye ndio mama, yeye ndio baba mwenye nyumba. Hayo ndio maadili. Sasa nakuta haya mambo ya uwepo utandawazi huu wa simu ni vichocheo vya kufanya watoto wetu wakose maadili. Sasa wazazi tumejisahau. Sasa ili turudi katika mstari, maana yake lazima tuhakikishe kwamba hiki kituo tunakihuisha, watoto wote tunawalazimisha. Jamani, kwenye swala la elimu mtoto habembelezwi. Natoa wito huu, na wote ambao watafuatilia hiki kipindi, wazazi watambue, na ili natamka wazi kabisa, sawa, kwamba swala la elimu ni swala la lazima kwa mtoto. Ni haki apatiwe elimu. Kuona kwamba eti hapa kuna watoto watoro, watoto hawaji kusoma hapa, wanakaa huko maskani, wanaiba kuku, wanaiba nazi, wanafanya udhalilishaji, na wazazi mpo, ili la wazazi linahusu, litakuwa wazazi ni la kwao. Kwa hiyo pia niseme katika hutuba za Ijumaa za misikiti jirani na ile ya mbali, tuombe katika hutuba za Ijumaa hili lizungumze, tukitangaze kituo ili mayatima waletwe. Wapo wengi mayatima ambao inawezekana taarifa hawana kwamba kuna kituo cha kuja kuwalelea mayatima na kuwapa taaluma. Kwa hiyo hata misikitini huko tuwaambie kutafuta elimu. Talibul ilmu fardh ala kulli muslim wa muslima. Kutafuta elimu ni faradhi kabisa, lakini watu hili jambo la kutafuta elimu wanalipa mgongo, walio wengi. Sasa lazima tufike pahali tutambue thamani ya kituo, lakini pia kituo hiki lazima kijitosheleze.
sababu kituo kinahitaji gharama. Kituo hiki nimeambiwa kwa hatua hii kimepokea watoto wa kiume, lakini kina mabanda ya kutosha. Maana yake kitaendelea kupokea na watoto wa kike mayatima kuja kusomeshwa hapa, endapo miundombinu ikikaa sawa sawa vizuri. Maana yake niseme nini? Niseme kwamba kuna haja sasa ya wale ambao sawa wanaweza kuleta michango yao, walete kukinyanyua hiki kituo ili tutengeneze maadili ya watoto wetu. Maadili hayaji kwa bahati mbaya, maadili mema. Mkitembea kwenye miji ya wenzetu, sawa, wako machokora wamekosa maadili. Dar es Salaam pale ukizubaa amekunyang'anya simu. Pale wapo wameshinda. Watoto ambao hawamjui baba, hawamjui mama, wanazubaa hovyo. Ukizubaa tu pale Kariakoo, kisimu kimeondoka, wanakunyang'anya simu weupe. Sasa ukiona yako kule hapa anakuja. Sawa? Kwa hiyo hiki kituo maana yake, na kama huko vituo vipo, wakamatwe kwa nguvu, wapelekwe madarasani wakasome. Basi kabisa, kamata kwa nguvu, peleka madarasani wakasome. Kwa sababu tukiwaacha hawa itakuja kuwa ndilonda sugu hili, watakuja kutudhuru. Maana yake akiwepo mtu mbaya, wakiwa na watoto wabaya, wale wema wote watawachukua kwa wapeleke kule. Sawa? Na ndio maana sawa, Qur'ani inasema, ukisoma Suratul Isra anasemaje? Wewe unasema ya wailata laitani, manake siku ya kiyama kutakuwa na majuto. Ya wailata laitani lam atakhidh fulanan khalila, nimemfanya fulani kiambazi leo ananipeleka motoni. Kwa nini? Kwa sababu hapa duniani vishawishi vya kuwatoa watoto katika misingi ya maadili, kuwapeleka katika misingi ya upotovu ni rahisi sana kuliko watoto wapotovu kuwaleta kuja kwenye misingi ya wema. Hivi vitu tuviangalie sasa wazazi. Lakini jengine, kuna swala la utelekezaji. Watoto wengi wanatelekezwa katika familia zao, wengi sana. Ndani ya visiwa hivi kuna utelekezaji wa watoto. Baba mama wameachana, watoto wanazunguka hovyo hovyo. Basi nadhani kuna haja sasa katika maeneo yetu, hasa ya hapa mjini Dodo, sawa, hebu tuangalie mwenyekiti, hayo mazingira ya watoto ambao wazazi wapo lakini wameshatelekezwa, hawana mbele hawana nyuma. Tuone kuna utaratibu gani wa kuwashika mkono tuwalete hapa ili waje wapate taaluma. Kama elimu inatolewa bure, utakwenda kumwambiaje Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Bure. Jibu itakuwa halipo, ni majuto. Sasa ili asitufike hayo, kujini Dodo yote watu waje hapa madarasani. Na bahati nzuri wajirani, manake sadaka kwanza wale ambao wapo hapa wanahitaji kuja kujifunza, milango iko wazi, madarasa yapo na watakuja kufundishwa. Kwa hiyo tuone muhimu kwamba kituo hakijabagua kituo wakasema kwamba tutapokea mayatima watupu, lakini kumbe hata wale wa mtaani waje. Hivyo kutakuwa na makosa tena hapa ya uhalifu? Hapana. Mimi niseme kama mkaguzi wa shehia, miongoni mwa wakaguzi wa shehia, hapa uhalifu baibai. Naamini hilo, ndio imani yangu. Hapa uhalifu baibai. Hapa tutengeneze mashehe sasa, waje washike mkono wale wako ambao wanakuja. Wazazi, nimefanya vikao vingi, unapozungumza swala la elimu wanakuwa kama watiapamba masikio. Unapozungumza swala la elimu, pelelezeni tu. Ukienda shule ndio hivyo hivyo. Hapa leo tutegemea tujae humu, lakini watu wakisikia kuna jambo la elimu, wazazi wanalipiga chenga, wanalipa mgongo. Na ndio maana wakitoka kwenye vikao kuja ni kwa kujivuta, lakini siku wakisikia kuna vipande kuna msaada watoka. Kumbe hawajui kile kipande cha msaada unachopewa ni chenye kumalizika. Utakula, utashiba, utakwenda chooni, kimekwisha. Lakini mtoto wako kuja kumleta hapo akipata elimu, alisema kuna mambo ambayo hata ukishakufa yanakufuata kaburini. Moja ni mtoto mwema ambaye umemtengeneza mwenyewe, akasimama akasema Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Anaomba dua, Allahumma ighfir lahum warhamhu. Anakuombeeni dua wazazi, mshakuwa kaburini. Lakini kwa sababu kila mmoja hapa haijui kesho yake, ndio maana tunapuuzia masuala ya taaluma. Lakini aliyekuwa ameshatangulia kashafika kule, akaona aliyopo kwa Mwenyezi Mungu, anasema kumbe
nilipaswa nirudi nikasome. Huwezi kufanya ibada yoyote kama huna elimu. Wazazi mliopo, nasema tena, huwezi kuifanya ibada yoyote kama huna elimu. Sasa kama hapa tumekuja kuambiwa, nimemsikia shekhe akisema hapo, mwalimu mkuu anasema kwa siku ana madarasa mengi mno, ana misikiti mingi anakwenda akifundisha, kwa sababu watu wanajua thamani ya elimu. Sasa mimi nishangae, inakuja kuwa kama tungwajengea watu kituo watu hapo jini tungwajengea watu kituo eti. Maana kwa watoke watu mbali wajua jazani hapa, si wenyeji hapa, tukaa pale tukichungulia. Tumejaa maskani. Hiyo itakuwa ni aibu kwetu. Narudia kusema kipaumbele ni watu hapo jini, kwa sababu wapo hapa. Sasa ikitokezea kwamba watu wametoka sehemu mbalimbali wanakuja kutafuta elimu, lakini hapo jini wenyewe hawana habari ya elimu, itakuwa kitu cha ajabu. Na mimi huwa naona mifano mingi. Tuna vijana wetu wengi kutoka Tanga wako hapa Pemba, wanasoma elimu ya dini. Tuna vijana wengi wanatoka Tanga. Tanga ni mbali. Wapo hapa wanakuja napiga kambi, wanasoma tafuta elimu ya dini Pemba. Lakini Wapemba wenyewe je, waulize vipi? Mpaka tushikane mashati. Ni aibu. Ni aibu. Nimekwenda msikiti mmoja kuna kuzungumza masuala haya uhalifu. Nikaenda msikitini Ijumaa, nimemkuta khatib hapa kwenye mimbar. Wallahi kizee ana miwani alafu hutuba pia haioni. Niliponyanyuka nikauliza, kwani vijana hawako hapa wakafundisha hutuba mpaka kizee hichi kile kianguke kwenye mimbar? Na kwa vijana hawataki. Sio vijana hawataki, wazazi hamtengenezi vijana. Alafu leo washakoma barabara, washawashinda, hawasali, hawafungi, kazi wizi, watakamleta msikitini. Ni ngumu, lakini bado udongo upatize bado ungali mbichi. Watoto wadogo wadogo hawa kuwasimamia ni rahisi sana kuliko wakiwa wamesha chupa umri umeenda. Kwa hiyo wazazi lazima tuliangalie kwa macho mawili na tulipokee kwa mikono miwili hili na tulifanyie kazi, tuwalete watoto wetu. Lakini mimi pia ningeomba kwa kituo, hawa watu wazima nao pia washajiishwe, waje kina mama waje madrasa wasome. Kina mama washajiishwe kabisa, kwa sababu hawa kina mama wakati mwingine ndio wanotusaidia sana kina baba katika malezi. Baba anaweza akatoka akawa anatafuta maisha akazunguka, lakini mama anabakia na familia, lakini mama akaenda namba moja kuharibu familia. Mama namba moja. Tumeyashuhudia sana hayo matukio. Anakuwa mama namba moja kuiharibu familia, baba akiwa hayupo anashindwa kuwasemea watoto na wapa uhuru kama leo na yeye. Matokeo yake watoto wanaharibika. Kwa hiyo inakuja kuwa ni kilio cha familia. Tumeelewa na wazazi. Kwa hiyo mimi niseme kwamba sisi polisi, miongoni mwa kazi zetu ni pamoja na kusimamia haya, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanatuletea amani. Pia ukienda ukiangalia kwa undani kabisa utagundua mambo haya yanatuletea amani pia, kwa sababu jamii inakaa pahala pamoja, inajenga upendo. Pia hapa kuna upendo utapatikana, kwa sababu pahali ambapo Mwenyezi Mungu ameshatia mkono wake, maana yake na baraka zake pia zitakuwa zipo. Baraka za Mungu zitashuka hapa. Sasa kama neema ishafika, baraka za Mungu zimeshafika, halafu wewe unazikimbia, basi sisi tutakuwa mtu wa aina gani? Itakuwa hatukuelewi. Na basi Mungu amekupa neema zote. Mungu amekupa macho, akupa masikio, amekupa na moyo kuzingatia mambo. Una kila kitu, Mungu akupa neema zake. Kwa hiyo hizi neema ulizopewa hizi kuzitumia ndio huku kuja kuisoma dini ya Allah, ukaifahamu, ukachunga heshima na maadili. Kwa hiyo jamani, mimi niseme kwamba niwashukuru sana kwa niaba ya jeshi la polisi kwa kuona umuhimu wa kutushirikisha katika mambo haya. Basi niseme haya ni miongoni mwa mafanikio makubwa ya kazi zetu za ushirikishwaji wa jamii tunazozifanya. Na mimi kutushusha sisi kwenu ni kuja kushirikiana nanyi katika
kupambana na uhalifu ili tupate jamii iliyonyooka. Hili jambo kwa sisi tutakuja kushirikiana na nyinyi, halafu nyinyi hamtupi mashirikiano sisi, basi itakuwa mnazikimbia neema pia. Maana na sisi ni neema, na sisi pia ni neema. Tunakuja tushirikiane, tuondoshe utoro wanafunzi madrasa, mnatukimbia wazazi, mnakimbia neema za Mungu pia. Tumekuja tuondoshe utoro maskulini, mnatukimbia, mnakimbia neema za Mungu pia na mtume wake. Sasa mtakuwa ni watu wa ajabu kabisa. Lakini nishukuru kwamba wengi wameanza kuelewa sasa, na ndio maana unanikuta sasa Afande Hamadi nimeitwa kuja mkuu mgeni rasmi katika hafla hii. Ni jambo la kujivunia. Zamani hatukuwa tukiitwa sana katika mambo kama haya, wakija mashehe wakubwa wakisimama katika position kama hizi, mashehe wakubwa. Sawa Lakini kwa sababu ya kwamba jamii imekubali na ushirikishaji wa jamii imekuwa, tuna mafanikio ya asilimia nasema 80 katika kujenga mapenzi ya pamoja katika jamii. Maanake ndio mara kwa mara Afande Hamadi nimekuwa nikiitwa kama mgeni rasmi katika vikao vingi. Nakumbuka Ramadhani nilikwenda katika mashindano ya tafsiri Qur'an katika vituo vingi ambavyo nilikwenda kama mgeni rasmi, na haya niliyazungumza na nikasema lazima tushajishane isome Qur'an, na hapa ndio simpekee ambapo kutakuwa na utulivu wa kuisoma Qur'an. Na watu hii Qur'an sio hawaifahamu vizuri kwamba hii Qur'an ndio kila kitu. Bilisi amewashika, shaka ananiambia. Maana yake ukisoma sura al-Isra aya ya 9 Allah ameshaisema Qur'an yake ikoje. Anasemaje? Yaani Qur'an yenyewe Allah anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya wa aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sasa manake inna hadha al-Qur'an, hakika hii Qur'an yahdi lillati hiya wa aqwam, hii Qur'an inaongoa katika njia iliyonyooka, hiyo ambayo unaisoma wewe katika swala ihdina siratal mustaqima, unamuomba Mungu niongoe katika njia iliyonyooka. Maana yake ni nini? Ni njia ya Al-Qur'an. Kwa hiyo huwezi kufikia kule unakotakiwa ufikie kama hujakaa na Qur'an ukaijua inavyopaswa, ukaijua Qur'ani kinaga ubaga kwa undani na ukaheshimu na ukaifanyia kazi, kwa sababu ndio kazi ya Qur'an. Maana yake uisome, uifahamu, ikukataze kufanya machafu, ikuamrishe kufanya mambo mema. Ndio Qur'ani ilivyo. Sasa ikiwa tutakuwa tumeyasikia haya, tutaweza kuleta mabadiliko katika jamii zetu. Na mimi niwaambie kitu kimoja, misingi ya imani pia inajengwa hapa. Hapa ndio kwenye misingi ya imani. Leo ukiona watoto wetu wanafanya uhalifu halafu hawana tu, utaona wataacha kila dhambi. Na imani inajengwa hapa, lazima waje hapo wafundishwe dini yao, haitotetereka. Sawa? Kwa hiyo hizo ndio nasaha zangu kwenu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake ametupa habari za kutenda wema. Tutende wema hata kama sawa ni mdogo kiasi gani, usiudharau. Maana yake ni nini? Tutangulize sadaka zetu katika kukilia kituo, tutangulize sadaka zetu. Faman ya'mal mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Tenda wema hata kama ni mdogo, utakuta malipo, utakuta malipo ya kheri mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini fanya dhambi alafu usitubie, pia utazikuta dhambi zimejaa kwenye daftari lako la dhambi. Daftari lako limejaa dhambi kwa sababu unatenda dhambi utakutubia, na tubia kweli. Waarabu wanasema if'alul khaira walau kana basita. If'alul khair, tenda heri walau kana basita, hata kama ni ndogo kiasi gani.
Na wazungu wanasema do good even if it is small. Tenda wema hata kama ni mdogo vipi, lakini tenda wema, utakuta malipo ya wema wako. Kwa hiyo ni pamoja na watu kuhakikisha kwamba wanakishika mkono kituo ili kiende mbele. Jamani, baada ya hayo mimi naomba niwashukuru wazazi. Tutoe mashirikiano, bila mashirikiano hakuna liwalo. Lazima tutoe mashirikiano kwa kituo, tutoe mashirikiano kwa safu ya uongozi iliyoko mbele, tuwathamini, tuwaheshimu. Isije kuwa kama kule kwenye kikao kimoja nimeitwa, kuna kesi mpaka leo haijesha. Mwalimu mzazi kanamtukana mwalimu wa madrasa, mzazi kanamtukana mwalimu wa madrasa. Hiyo kesi mpaka leo wale walimu wanalalamika. Watapata elimu hapo watoto? Mnaanza kuwatukana mashehe? Hakuna, kwa sababu wazazi hawatambui thamani ya elimu. Sasa tusiwe watu wa aina hiyo. Tutambueni kwamba wote mnaoona hapa wameacha kazi zao, wameacha familia zao kwa ajili ya Allah. Basi tuthamini hili ambalo lipo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na sisi Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Tutikeni amina. Kasema huyu mzee wangu, maanake kama umauti ni zawadi zinagaiwa, basi sasa hivi spidi kuiwa zawadi ya umauti iko kwa spidi. Wanaondoka kweli, leo huyu kesho huyu, maanake usikii kuumwa, ni kuondoka tu. Sawa na nyinyi mnayaona, jirani yako alikuwa leo hayupo, kacha nyumba nzuri ina kila kitu, amekwenda kwenye nyumba ya udongo. Lazima tujifunze vitu vingi. Vifo hivi vinavyotokea mara kwa mara pia ni miongoni mwa mazingatio, kwamba yule alikuwa mwake akikaa na nyumba ina mafeni, ina kila kitu, anakwenda kulazwa kwenye nyumba ya udongo dhalili kabisa. Ni udhalilifu, na udhalilifu huu utamkuta kila mtu. Udhalilifu wa kwamba unatoka kwenye tiles, unatoka kwenye nyumba ya marmar, unaacha shilingi zako huko duniani, unakwenda kule kwenye shimo la udongo, mvua kali inanyesha kama hii, halafu wakati unazikwa na mvua inanyesha, unasema mpeleke hivyo hivyo tuondoke. Unaangushwa kwenye tope, watu wamekukimbia na kuacha peke yako. Nani akukunusuru? Nani akukushika mkono? Nani atakufariji pale? Isiwe majuto, isiwe majuto. Iwe unakwenda pale, basi unasema nipelekeni haraka nikapumzike. Unaambia hebu nitoeni haraka haraka, natamani niende kwenye maeneo yangu, nishayaona na kwenda sehemu nzuri. Tunatakiwa tu aina hiyo, na maisha haya ya akhera hayatakuja mpaka uyatengeneze hapa duniani, kwa sababu hapa huondoki na chochote. Kwa hiyo kapu yako sawa, kapu yako ijiandae kabisa. Tengeneza kapu lako kubwa, na kapu kubwa la kubebea amali ni swala inayoswaliwa vizuri. Mungu akaitaka, akaibariki, akasema sala hii ikiwa hamusali mjue hamuna vibebeo, amali zenu zote ni patupu. Patupu. Ndio mjue kama muhimu wa kusoma. Kama hukuisoma hata hiyo sala yako, hutoisali inavyopaswa. Utaisali vipi sala wakati huijui? Utakuwa fuata watu tu, si ndio? Lakini kama umeisoma vizuri, unaijua, unajua unachokifanya, ndio Mungu naye atakubariki. Lakini kankupa neema zake, neema hizo hakukupa bure. Neema alizokupa Mungu hakukupa bure, kwamba neema hizo ukasikilize umbea. Hapana. Neema hizo umepewa, sawa, na Mungu atakuuliza. Ndio maana Mungu akasema aya 36 sura al-Isra, wala takfi ma laysa laka bihi ilm, wala takfi ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Utaulizwa hizo neema hizo ambazo waringia saizi, macho yaona, kwenda rusha roho, hatari. Masikio asikiliza umbea, Qur'ani umeika pembeni, una habari nayo. Halafu na moyo wako unahifadhi nini? Vitu vichafu. Sio vile ambavyo umeletewa kwa malengo maalum hapa. Kila mmoja ajue hapa yupo kwa malengo mahsusi. Hupo hapa kupitisha siku uondoke duniani. Umekula hasara. Ndio maana akasema usiliendee jambo ambalo huna elimu nalo. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Vyote utakwenda ulizwa. Ukishuka tu kaburini unaulizwa, umezitumiaje hizo neema? Sasa lazima tutengeneze majibu hapa duniani.
Jamani, baada ya hayo mimi niendelee kuwashukuru, niseme Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri, tuendelee kuitana, tuendelee kushirikiana. Jeshi la polisi liko pamoja na wananchi, sawa, kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali, sawa. Tuwaheshimu viongozi wetu, na tunapoita vikaoni tuende kwa wingi tukawasikilize, sawa. Kuna mambo mengi ya kujifunza ili maisha yaendelee, sio kusikia mara huyu kabakwa, mara huyu sio kafanywa hivi. Matukio ya ajabu yanatokea kule mjini, yanaliza. Juzi kwenye mhadhara nikaambiwa imekuwa ni tete, kama ilitokea kusikitisha kabisa. Sasa hapa kitatokea, asija akatokea. Kwa sababu vipi? Tuna vituo vingi vya taaluma vya kuja kujifunza. Sasa wewe mama, wewe baba, poteza nafasi, poteza fursa, halafu uone nyinyi kitakutokea. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wafuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, tuko katika ukingo wa kumalizia shughuli yetu hii ya ufunguzi wa kituo cha mayatima, ambayo shughuli yetu hii imefanyika katika msikiti huu maeneo ya Pujini, shehia ya Dodo, wilaya Mkoani, katika mkoa wa Kusini Pemba. Watukufu Islam, tunaendelea kumalizia jambo letu hili, na tumemsikia mgeni rasmi ametoa nasaha zake nyingi sana, nasaha ambazo ni za kushikwa, nasaha ambazo ni za kutekeleza mengi. Na mara nyingi huwa tuko naye Afandi Hamadi katika vikao vya dini, tumeshiriki naye katika vikao mbalimbali, na tuko naye kwa kweli ni miongoni mwa wale ambao makamanda wengi wetu tunamjua katika kisiwa cha Pemba, lakini pia nje ya Pemba, nje ya Zanzibar, hata nchi za nje anajulikana Afandi Hamadi kwamba yuko katika harakati hizi za dini. Tunapata taarifa kutoka watu wa nchi za mbali juu ya pongezi katika kazi inaendeleza. Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kumpa nguvu na ampe imani hiyo hiyo, na pia tunawataka makamanda wengine nao waingie katika jambo hili, kwa sababu kila mmoja kwa nafasi yake, lakini dini inahitaji watu. Dini inahitaji watu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi, intansurullah yansurukum, ambaye atajitolea katika kuinusuru dini ya Allah, basi Allah naye atamnusuru. Tumeona ndugu yetu huyu katika iman anajitahidi sana, analiwakilisha vizuri jeshi la polisi. Mara nyingi tunakuwa naye pamoja bega kwa bega maeneo mbalimbali, jua, mvua, mchana, usiku, vikao mbalimbali, mpaka watu wanashindwa kumpa jina hasa aitwe shekhe au afandi. Kwa hiyo sasa hivi tunamkaribisha shekhe wetu, mlezi wetu, Sheikh Ali Khamisi Mali, kwa ajili ya kutupa nasaha chache lakini dua ya ufungaji wa tokeo hili. Tueleze shekhe wetu, kipi kiwe kutoa kutoka Kiuyu mpaka hapa leo ukafika katika msikiti huu? Tuambie. Alhamdulillah, tunachukua tunafika hapa inshallah ni jambo zima ambalo nilipata mwaliko, na mwaliko ikabidi kuna mwaliko nisilikuwa, ikabidi sina muda kufuata, na nipo hapa alhamdulillah, na ni muhimu ni shughuli ambazo zinaendelea hapa kwa sasa. Naam, umepokeaje jambo hili? Na nikuulize wewe, kwa upande wako una mayatima wangapi? Kwa upande wangu nimefika na mayatima watatu, wakiwa wawili na wakiwa mmoja. Nimefika na yatima mmoja, mtoto wa kike anaitwa Adila Abdallah Nasr, na Naila Abdallah Nasr, na Dhulqarnaini Mbalo Khamisi. Naam, jazakallahu khair. Na unasemaje juu ya wale ambao hawakufika hapa leo, unawapa ujumbe gani? Kwa kweli ni tatizo sugu, kwa sababu hakuna kitu kizuri
ikiwa umekuwa mwaliko wa jambo, basi ili kufika. Na ni hasara kubwa kwa wale ambao hawakufika siku ya leo hapa, kwa sababu kulikuwa kuna mambo muhimu sana ambayo walipata kuyasikiliza na kuweza kuyafikisha kwa wale wengine ambao wanahusika na mambo haya. Inshallah, na mtoa wito wako na nasaha kwa wale ambao Allah amewajalia uwezo katika juu ya kuyafanya haya mambo ya khairati. Inshallah, mimi nasema ni kwamba ndugu zangu Waislamu, kama tumefunguliwa na kufunguliwa sisi kuendelea na yatima, kwa wale ambao wana uwezo, basi inshallah waoneshe juhudi yao na uwezo wao ili kuweza kuwafariji wale yatima ambao wapo katika siku zote za kuweza kuwashughulikia na kuwajengea mazingira mazuri na kuwapa elimu kwa pamoja. Inshallah tusaidiane kwa pamoja. Wa salamu alaykum. Jazakallahu khair wa billahi tawfik. Naam, tunaye ndugu yetu hapa. Na ndugu yetu, sogea, tuambie jina lako na watokea wapi na kipi kilikuvutia mpaka ukaja hapa katika maeneo haya? Kwanza jina naitwa Yusuf Abdulrahman Abdulrahman. Jambo kubwa ambalo tunataka kufika hapa kwanza ni swala zima la walea mayatima, hususan katika swala la elimu, kwa sababu elimu ni kitu muhimu sana, hususan katika wale ambao wanaanzia sasa kwa kiwango cha mtoto. Vile vile mimi ninachokitaka katika hili jambo, uboreshaji na utaratibu wote ambao wazee wanahitajika kupatikana hapo afike, basi hilo jambo ni zuri na watafika. Wewe kiupande wako una mayatima wangapi ambao unaofahamu? Mayatima kama 6 ambao wako sehemu tofauti, na nina imani kwamba watafikishwa na watafika. Na unawaambiaje watazamaji wa Huda Online TV? Watazamaji, mimi nataka hususan wale ambao Mungu aliwapa uwezo katika hili swala kulifikishia malengo yake, ni bora wafike na waonane na viongozi na wafanikishe katika njia tofauti za malengo haya. Jazakallahu khairan, na karibu tena. Unaitwa nani na ni mkazi wa wapi? Jina langu naitwa Bibi Bashairi, mkazi wa Morogoro. Na tueleze ni kipi kilikuvutia mpaka leo kusema na wewe ushiriki katika kongamano hili la kufungua kituo cha kulelea mayatima? Ni kushukuru tu dini yetu ya Kiislamu kwamba tumeishikilia vizuri na tukasikia taasisi hii tukaamua kuja kujionea. Na wewe binafsi una mayatima wangapi? Ninao 5. Na vipi unazungumzia juu ya wale ambao wanaposikia mambo kama haya ya khairati wanapuuzia na kukaa majumbani mwao? Hasara, kwa sababu tunatakiwa tukimbilie mambo ya khairi. Na wito gani unaotoa kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa uwezo katika kuendeleza masuala haya ya khairati? Nasaha zangu, tunatakiwa tuwe pamoja kila siku ya pili, tushirikiane naye. Jazakillahu khairan. Na namuona hapa mama mwingine, sogea utuambie mama yetu, jina lako, unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi na kipi kilikuvutia baada ya kuipata taarifa hii ukaona na wewe pia ujumuike na Waislamu wengine katika kushuhudia jambo hili la ufunguzi wa kituo hiki cha mayatima? Naona sana kutokana na masuala haya, kutokana na ufunguzi wa mayatima, shirikiane sote. Je, wewe una mayatima wangapi ambao? Mayatima 7. Unawaelezaje wale kina mama ambao wakisikia taarifa kama hizi wanaamua kuzipuuza na kukaa nyumbani? Wito kwa wahisani ambao Allah amewajalia uwezo, unatoa maoni gani juu yako? Maoni ndio naona mimi wote tushirikiane kutokana na watoto wetu, jitahidi kutokana na watoto yatima, ule malezi mazuri sana atakiwa Mwenyezi Mungu. Mashaallah, jazakillah. Watukufu Waislamu, hao ni baadhi ya waumini ambao walifika katika hafla hii au katika kongamano hili ya kufungua kituo au madrasa ya mayatima, sehemu ambayo watapata huduma ya malezi, lakini pia watapata huduma ya taaluma. Kwa kweli watukufu Waislamu, tumezungumza mengi na kwa kweli muda unatuacha mkono, na kwa kweli ratiba inatuambia hiyo ndio mwisho wa matangazo yetu haya ya moja kwa moja katika hili maeneo ya Dodo. Ni ufunguzi wa taasisi hii ya Alfa Tanzania ambayo ina majengo yake mbalimbali na huduma mbalimbali kwa ajili ya mayatima. Na mjue tu kwamba ulikuwa nani mtangazaji wenu Ibrahim Kimofai, sambamba na kamera
Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.